Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu tarehe 25 Disemba, sherehe ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa niaba ya St. Gaspar Media ninawatakia nyote heri na baraka tele katika sherehe hii ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Liturujia neno la Mungu katika sherehe hii na tutafakarisha juu ya fumbo takatifu la umwilisho. Tunapotafakari juu ya fumbo takatifu la umwilisho, tunatafakari juu ya upendo mkubwa wa Mungu ambaye aliupenda hivi ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Hivyo kwa kumtuma kwetu neno wake ambaye anatoa mwili na kukaa kati yetu, Mwenyezi Mungu anajifunua kwetu. Na anaufunua na kuukamilisha mpango wake wa ukombozi si tu kwa taifa la Israeli bali kwa watu wa mataifa yote. Katika sherehe hii ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa daima ni mwaminifu kwa ahadi zake. Ametimiza ahadi ya ukombozi kwa watu wake. Tuombe nasi neema ya kumpokea kwa furaha Kristo, neno wa Mungu anayezaliwa kwetu. Tufungue mioyo yetu, tukubali aingie na akae ndani mwetu, ufalme wake ukue na kuchanua ndani ya mioyo yetu, na kupitia sisi mwanga wa Injili uenee kwa watu wa mataifa yote. Masomo yetu katika sherehe hii, somo la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 hadi ya 10. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu. Auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki, sauti ya walinzi wako. Wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka kwa Waebrania, ni sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 6. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika, yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 18. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
Utukufu kwako, Bwana. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa hiyo nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohane alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Somo la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 52 aya 7 hadi ya 10. Somo hili la kwanza tulilolisikia kutoka katika kitabu cha nabii Isaya ni utabiri wa nabii Isaya juu ya ujio wa Masia na matokeo makubwa ya ujio wake. Sehemu hii inatupa picha namna Mwenyezi Mungu anavyotimiza ahadi yake kwa taifa lake, ahadi ambayo inatimia kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu anayeshuka, Mungu anayetoa mwili na kukaa katikati ya watu wake. Somo hili ni sehemu ya kitabu cha pili cha nabii Isaya, ambacho kinaanzia ile sura ya 40 mpaka 55, ambapo taifa la Israeli walikuwa utumwani huko Babiloni kwa muda mrefu. Wakiwa huko waliteseka sana, kwa sababu walikuwa mbali na hekalu lao la Yerusalemu, ambao tukumbuke lilikuwa limekwisha kuvunjwa. Walikuwa mbali na Mwenyezi Mungu, hawakuweza tena kusali na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika hekalu. Walipoteza ardhi, nchi ya ahadi ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia. Walipoteza ndugu zao na jamaa. Maisha yakawa ni magumu, maisha yalikuwa ni ya taabu na mateso. Wakajiuliza maswali, je, Mungu yupo tena na sisi hata huku ugenini? Je, miungu ya watu hawa mataifa wanaotutesa ina nguvu kuliko Mungu wetu? Na kama Mungu wetu yupo na sisi, kwa nini atuadhibu vikali namna hii? Kwa nini atuache tuaibike? Kwa nini atuache tuteseke na kuumia namna hii? Wakakata tamaa, wakapoteza kabisa matumaini, wakapoteza imani yao. Ni katika mazingira hayo nabii Isaya anawapa tena ujumbe wa matumaini na faraja, kwamba mateso na adhabu yao sasa itakoma. Anawatangazia tena uhuru na ukombozi, kwamba watarejea tena katika nchi yao kutoka utumwani. Anawakumbusha juu ya ukuu wa Mungu, God's sovereignty, na mpango wake wa tangu kale wa kuwaletea ukombozi watu wake. Kwa hivyo somo hili laeleza furaha ya habari hiyo njema ya Mungu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anakwenda kuwaletea watu wake ukombozi. Na habari njema hii au utabiri huu unatimia na kukamilishwa
kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, katika somo hili la kwanza tuna mafundisho matatu ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Mwenyezi Mungu anawakumbuka watu wake walio utumwani, walio katika mateso. Taifa la Israeli walikuwa utumwani Babeli kwa muda mrefu, takriban miaka 70. Ni kusema kwamba walikuwa utumwani na katika mateso kwa kipindi cha kutosha. 70 ikimaanisha ni muda wa kutosha. Wakiwa utumwani wanajiuliza maswali mengi juu ya uwepo, nguvu na uweza wa Mungu katikati yao, hasa katika mateso na magumu waliokuwa wakipitia wakiwa utumwani Babiloni. Wakiwa huko wanatishwa pia na nguvu za miungu ya Babiloni. Lakini Nabii Isaya anawapa matumaini kwamba Mungu wao hajawasahau. Mungu wao anawakumbuka. Kwa nini? Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewaandika, amewachora katika viganja vya mikono yake. Kusoma kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 15, Mwenyezi Mungu anauliza swali, je, mwanamke anaweza kumsahau mwanaye aliyemzaa wala asimkumbuke mwana wa tumbo lake? Anasema ndiyo, mwanamke anaweza kumsahau mwanaye aliyemzaa, lakini mimi Mwenyezi Mungu sitawasahau ninyi, kwa sababu nimewaandika, nimewachora katika viganja vya mikono yangu. Ndugu mpendwa, sherehe hii ya Noeli inatukumbusha kuwa Mungu anatukumbuka katika mahangaiko na taabu zetu zote. Kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazopitia katika safari yetu ya maisha, mara kadhaa tunakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuwa taifa la Israeli, taifa la Yuda walivyokuwa mbali na Mungu. Katika wakati huo tunapoteza furaha yetu, tunapoteza amani, tunapoteza imani, tunapoteza na matumaini yetu yote. Katika nyakati hizi tunaweza kujiuliza maswali mengi kwamba je, Mungu bado yupo nami katika nyakati hizi ngumu ninazopitia? Je, Mungu ananiona? Mungu anasikia sala zangu? Je, Mungu hana nguvu? Mungu hana uwezo wa kunitoa katika mateso, katika mahangaiko na changamoto ninazopitia? Tunaweza kupoteza imani kwa Mungu na kushawishika hata kutafuta majibu ya maswali yetu haya magumu katika sehemu nyingine. Ndugu mpendwa, tuwe na matumaini kwamba Mungu anatukumbuka na ujio wa mwanaye unaleta kwetu matumaini mapya ndani mwetu. Mwenyezi Mungu amekuchora katika viganja vya mikono yake. Mwenyezi Mungu hawezi kukusahau. Hata kama watu watakusahau, hata kama ulimwengu utakusahau, Mwenyezi Mungu hawezi kukusahau kamwe. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Kristo mjumbe wa habari njema anasema na moyo wako, kama alivyosema na mioyo ya wana wa Israeli, kwamba Mungu wako anamiliki, Mungu wako ana nguvu, Mungu wako ana uweza. Katikati ya changamoto na magumu yako, mwambie Mwenyezi Mungu, wewe unaweza. Mwenyezi Mungu, katika haya ninayopitia, wewe utamiliki. Na hivi Mwenyezi Mungu atakuinua, atakupa nguvu tena ya kuanza upya. Mungu anatukumbuka pia sisi tuliokuwa katika utumwa wa dhambi na mauti, na anatuletea mkombozi anayetuweka tena huru. Kwa njia yake sisi sote tunapatanishwa tena na Mungu, nasi tunakuwa huru kabisa. Fundisho la pili, Kristo ni mjumbe wa habari njema, nasi tunapaswa kuwa wajumbe wa habari njema. Nabii Isaya anaimba utenzi huu wa sifa kwa Mungu kwa kuwa amemtuma mjumbe wa habari njema kwetu. Ndiye Masia, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Ni habari za amani na wokovu, peace and salvation. Mjumbe wa habari njema anauambia mji Sayuni kwamba Mungu wako anamiliki. Utabiri huu unakamilishwa kwa ujio wa Masia, Bwana wetu Yesu Kristo, anayetuletea habari njema ya ukombozi. Ndugu mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo ametushirikisha kazi hii ya kuwa wajumbe wa habari njema ya wokovu kwa wengine kwa njia ya ubatizo. Kila mmoja ajiulize, miguu yangu inapeleka habari ya furaha? Miguu yangu inapeleka habari ya matumaini, upatanisho, habari ya haki, amani, wema na huruma kwa watu wengine? Kuwa kwangu Mkristo Mkatoliki kunaleta tofauti gani katika maisha ya kawaida kabisa ya watu wengine? Je, nimekuwa chanzo cha kupeleka habari njema au chanzo cha kusambaza habari mbaya, kusema mabaya ya wengine, kusengenya na kuwasemea vibaya wengine?
kuwakatisha wengine tamaa, kuwachafua wengine, kutokutambua mazuri ya wengine, kueneza chuki, kueneza uchochezi, visasi kati ya watu? Tumwombe Yesu atusaidie. Maneno yetu, matendo yetu visaidie katika kueneza habari njema ya Kristu aliyezaliwa katikati ya watu wake. Tusambaze upendo, tusambaze furaha, tusambaze msamaha na huruma, tusambaze tabasamu kwa watu waliokata tamaa. Hii ndiyo miguu ipelekayo habari njema kwa watu waliokata tamaa. Tumwombe Kristo atusaidie. Miguu yetu, mioyo yetu, vinywa vyetu daima vijazwe na habari njema ya Injili. Fundisho la 3, Kristo ni chanzo cha ukombozi kwa mataifa yote. Nabii Isaya anatabiri kuwa ukombozi utawahusisha watu wa mataifa yote, kwamba Mwenyezi Mungu hamwachi hata mmoja nje ya mpango wake wa ukombozi. Mwenyezi Mungu hafurahii kwamba mmoja apotee. Ndio sababu katika Injili tunasikia Mwenyezi Mungu anavyotoa mfano wa Kristu ambaye yuko tayari kuacha kondoo 99 akaenda kumtafuta kondoo mmoja aliyepotea. Kumbe nasi tuna thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukombozi huu ambao Kristo anatuletea ni kwa watu wa mataifa yote. Hafurahii kifo cha mtu mwovu, bali anataka sote tuupate uzima wa milele. Ndugu wapendwa, ni mpango wa Mungu kwamba watu wote waokoke. Masihi anayezaliwa kwetu analeta ukombozi kwa watu wote, lakini Mungu hatulazimishi katika kuupokea huo mpango wake wa ukombozi kwetu. Ametupatia kila neema tunayohitaji ili tunufaike na ukombozi utokao kwake. Kila mmoja wetu ajiulize, niliposikia tangazo la habari njema inayohubiriwa kwangu, nimekuwa tayari kuipokea? Ni mara ngapi nafanya jitihada katika kuwasaidia watu wengine pia kupokea habari njema na kukumbatia neema ya ukombozi tunayoshirikishwa na Mungu bure kabisa? Krismasi hii ikawe chanzo cha mabadiliko ya kweli ndani mwangu na ndani mwako. Pale ambapo nimekataa neema za Mungu, nimekataa neema za sakramenti ambazo zote zinatolewa kwangu bure kabisa kwa njia ya Mama Kanisa Mtakatifu, Krismasi hii nikumbushe wajibu wangu wa kuanza upya ili niwe mmoja wa wanufaika wa mpango wa Mungu wa ukombozi. Somo la Injili natoka katika Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 hadi 18. Katika somo hili la Injili takatifu tumesikia habari za neno wa Mungu. Huyu ndiye Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa mwili akakaa kati yetu. Ni Mungu kwa neno lake aliumba vitu vyote, na neno hilo la uzima ndio mwanga wetu unaoondoa na kufukuza giza la dhambi ulimwenguni. Mungu ametoa hali yetu ya kibinadamu ili akae nasi na kutushirikisha tena uzima wa kimungu. Kumbe Christmas tunasherekea sherehe ya upendo wa Mungu aliyetoa mwili na kukaa katikati ya watu wake ili kuwaletea ukombozi. Kwa hivyo sehemu hii ya Injili ya Yohane huitwa dibaji au prologi, ambayo inaweka mbele yetu dhima muhimu kuhusu utambulisho wa Yesu kama neno, kwa lugha ya Kigiriki logos, yaani neno aliyetoa mwili akakaa katikati yetu. Lakini pia tunasikia nafasi ya Yohane Mbatizaji kama mtangulizi wa Masia na zawadi ya neema na ukweli kupitia neno huyu wa Mungu ambaye alitoa mwili akakaa katikati yetu. Katika somo hili la Injili takatifu tuna mafundisho 4 ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Kristo ni neno wa milele. Sehemu hii ya utangulizi au dibaji hii ya Yohane inaanza na hapo mwanzo kulikuwako na neno. Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1. Inaturudisha nyuma kabisa katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 1 aya ya 1. Aya hii yatukumbusha kwamba Yesu alikuwako kwa Baba tangu milele yote. Alikuwa pamoja na Mungu, naye alikuwa ni Mungu. Na kwa njia yake huyo neno vitu vyote vilifanyika. Neno huyu ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, wakati mwinjili Yohane anaandika Injili hii, kulikuwepo na wazushi wengi sana waliopinga kuhusu umungu wa Kristo. Na ndio sababu Yohane anaandika kusisitiza
juu ya kuwako neno wa Mungu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mimi na wewe mara kadhaa tunaweza kuwa na shaka juu ya uwepo wa Yesu katikati yetu. Kila mara tunakiri katika imani yetu, lakini tunakuwa tena wazito kuamini katika uwepo wake katikati yetu. Wapo watu wengi wasioamini juu ya Ekaristi Takatifu, uwepo halisi wa Yesu, neno wa Mungu katika sakramenti zake. Tumwombe Yesu anayezaliwa kwetu leo atuongezee imani, hasa tunapompokea katika neno lake, katika sakramenti, atuongezee imani ili tumkiri si tu kwa midomo yetu bali kwa mioyo yetu, yeye kama Mungu, yeye kama neno wa milele aliye daima katikati yetu. Fundisho la pili, Yesu ni uzima na mwanga wa ulimwengu. Mwinjili Yohane anatuambia ndani mwake ndimo ulimokuwa uzima. Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 4 hadi ya 5. Kumbe Yesu ni chanzo cha uhai na uzima wetu, uzima wa kiroho na uzima wa kimwili. Na anapokuja kati yetu anaondoa na kufukuza giza la dhambi, nasi sote tunakuwa watoto wa nuru. Ndugu mpendwa, Krismasi hii tukumbushe kwamba chanzo cha uhai wetu na uzima wetu ni Yesu. Yesu amejitoa kwetu kama chakula cha uzima ili tule tuupate uzima wa milele. Sisi tu wasafiri hapa duniani kuelekea makazi yetu ya kudumu mbinguni. Maisha yetu bila Yesu si kitu. Tukitembea peke yetu bila kuongozwa na neno lake, hatuwezi kuona njia. Tutatembea daima gizani na hivyo kupoteza lengo la maisha yetu hapa duniani. Tusiposhibishwa kwa neno lake na sakramenti zake, tutachoka katika safari yetu na kupoteza matumaini. Yesu akatupe uzima mpya ndani mwetu, maisha yetu yakaongozwe naye daima. Fundisho la tatu, ushuhuda wa Yohane Mbatizaji utukumbushe nasi kuwa mashuhuda wa Kristo kwa maisha yetu. Yohane Mbatizaji katika utangulizi huu anatambulishwa na mwinjili Yohane. Sote tunatambua kazi kubwa aliyoifanya Yohane Mbatizaji kama mtangulizi wa Masia. Yeye alisema wazi kwamba si Masia bali Masia yu aja, ambaye yeye hastahili hata kulegeza kamba za viatu vyake. Na hivyo aliwaandaa watu ili kumpokea Masia, akihubiri juu ya ubatizo wa toba na maondoleo ya dhambi. Alimuandalia Masia njia. Ndugu mpendwa, Krismasi tukumbushe tena kila siku kwamba tunapaswa kuwa mashuhuda wa Kristo mkombozi wetu. Tunapomsikia katika neno lake na kumpokea katika sakramenti, tunatumwa kila siku kwenda kuwa mashuhuda wake kwa watu wa mataifa yote. Mwisho wa ibada ya misa kila siku tunaambiwa ibada imekwisha au misa imekwisha, nendeni na amani. Tunatumwa kwamba tukashuhudie yale tuliyosikia, tukashuhudie yule tuliyempokea kwa maneno na kwa matendo yetu. Yesu atusaidie maisha yetu yawe injili hai katika familia zetu, katika ndoa zetu, katika maeneo yetu ya kazi, katika jumuiya zetu. Tumtambulishe Kristo kwa watu wengine. Wapo ndugu zetu wengi ambao bado hawajamtambua Masia, au wengine wamekata tamaa na kurudi nyuma katika imani kwa sababu mbalimbali. Krismasi hii ikawe nafasi ya kila mmoja kumdhihirisha tena Kristo aliye daima katikati ya watu wake ili kutuletea sote ukombozi. Fundisho la 4, licha ya kwamba Kristo mwanga na nuru ya ulimwengu yu kati yetu, bado mara kadhaa tunarudi tena gizani. Mwinjili Yohane anatuambia kwamba Yesu nuru halisi alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Licha ya kwamba alikuwa Mungu na kushiriki katika kazi ya uumbaji, bado ulimwengu haukumtambua. Ndugu mpendwa, tunaishi katika ulimwengu uliojaa mambo mengi ya giza: vita, visasi, utengano, ubaguzi, unyanyasaji, dhuluma, mmomonyoko mkubwa wa maadili. Ni kwa sababu tumekataa wakati fulani kumpokea Yesu kama nuru. Tunaishi katika ulimwengu ambapo kila mmoja anataka kuwa huru, hata kama uhuru wenyewe upo kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaishi katika ulimwengu ambapo kila mtu anataka vyeo, kila mtu anataka madaraka, hata kwa kuutoa uhai wa watu wengine. Tunaishi katika ulimwengu ambao familia nyingi zinatengana kwa sababu mbalimbali. Tumwombe Yesu atupe nguvu ya kuishi ndani ya mwanga wake.
atubadilishe nasi tuwe wapya tena, tuwe wana wa nuru. 5. Umwilisho, ufunuo kamili wa Baba wa milele na kiini cha sherehe ya Noeli. Kiini cha sherehe ya Noeli ni fumbo takatifu sana la umwilisho, ambapo Mungu katika nafsi ya pili anatoa mwili wa kibinadamu na kuingia katika historia ya mwanadamu, historia ya dhambi, ili aigeuze iwe historia mpya ya wokovu. Anashiriki ubinadamu wetu ili atushirikishe umungu wake. Kristo ni ufunuo wa Mungu. Yeye ni Baba, yeye na Baba ni wamoja, na hivyo aliyemwona Yesu amemwona Baba. Ni utimilifu wa ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu, definitive revelation of God's character. Ujio wake umeleta kwetu neema juu ya neema, kwa kuanzisha nyakati mpya za neema ambayo inapita sheria. Ni neema ya bure iliyoshushwa kwetu bila kipimo kwa njia ya umwilisho wa mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, sherehe hii kubwa ya Noeli itukumbushe nasi pia wajibu wetu wa kumwilishwa katika maisha ya watu wengine. Kristo aliacha enzi na utukufu mbinguni na akaja duniani, akaingia katika historia yetu ya dhambi ili atuletee uzima, ili atuinue tena na kutupeleka mbinguni. Hivyo nasi kila mmoja wetu awe tayari kuona na kuguswa na shida na matatizo ya watu wengine, kuwa tayari kuwapokea wengine licha ya udhaifu wao, kuwashirikisha wengine furaha kwa njia ya karama na vipaji vyetu mbalimbali na kwa mapaji mbalimbali aliyotukirimia Mwenyezi Mungu. Pia neema ya Mungu ambayo ni bure kabisa kwetu imeletwa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Noeli ya mwaka huu ikawe chanzo cha neema zaidi ndani mwako, ndani ya kila mmoja wetu. Anapotushushia Yesu neema na baraka zake, nasi tukazisambaze neema na baraka hizo kwa wengine bila kujibakisha. Kwa kufanya hivyo, nasi tutashiriki katika kumdhihirisha Mungu kwa watu wengine. Somo la pili ni waraka kwa Waebrania, sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 6. Somo hili linaeleza jinsi Mungu alivyojidhihirisha kwetu waziwazi kwa njia ya mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Katika Agano la Kale, Mungu alionekana kuwa mbali na watu wake. Hakujidhihirisha waziwazi kwa watu, bali alijidhihirisha kwa manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mungu kwa njia ya fumbo la umwilisho sasa anasema nasi katika mwanaye mpendwa. Anasema nasi mubashara kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo ametufanya sisi sote kuwa warithi pamoja na Kristo, ambayo kwa ujio wake hakuona haya kutuita sisi ni ndugu zake. Kwa hivyo tumshukuru Mungu kwa zawadi ya mwanaye Yesu Kristo na tumuombe akae nasi daima. Katika sherehe hii, ndugu mpendwa, tumshukuru Mungu kwa kuwa ni mwaminifu kwa ahadi zake. Ametimiza ahadi ya kuuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Tuombe neema ya kumpokea kwa furaha Kristo anayezaliwa kwetu. Tukubali akae ndani mwetu, ufalme wake ukue na kuchanua ndani ya mioyo yetu, na kupitia sisi watu wa mataifa yote wakaione nuru ya mfalme aliyezaliwa katikati ya watu wake. Ninawatakia nyote sherehe njema ya Noeli. Nilioletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.